Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu zangu wapenzi wa mambo ya kheri, kwa niaba ya taasisi ya The Ikram Foundation tunapenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa ndugu zetu mlioona video ya huyu binti mdogo yatima, mwanafunzi wa shule ambaye anaishi katika mazingira magumu. Kwa kweli hawana makazi, sehemu wanaokaa ni sehemu ambayo wamesitiriwa kwa muda na hawajui baada ya hapa ni wapi watakwenda. Tukumbuke kuwa ni mwanafunzi ambaye mashallah anahifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kusoma masomo mbalimbali ya dini kama vile ambavyo mlivyomuona. Lakini binti huyu anasoma, yuko darasa la 7. Hali yake kwa kweli ni ngumu, ni nzito sana. Nafika hatua wakati mwingine anakwenda shule na njaa, hata kufanya mtihani anashindwa kutokana na njaa inavyomuuma. Ni yatima wa baba na ni yatima wa mama kadhalika pia vile vile. Kwa hiyo kilichopatikana alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao waliguswa na video yao, wakaona hapana, na video ile tulioituma wakaona hapana, kile kidogo alichowaruzuku Allah waweze kushare na binti huyu ambaye ni yatima. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini fil janna, mimi mtume wenu na mwenye kumlea yatima ni kama vile vitu viwili peponi, au pete na kidole peponi. Kwa maana utakuwa karibu zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam endapo utaguswa na matatizo ya wasiojiweza, wajane, maskini, hususan mayatima. Na anasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine, laisa minna man lam yahtam bi umuri almu'minin, hayuko pamoja na mimi yoyote ambaye haguswi na matatizo yanawafika waumini wenzake. Ukiona ndugu yako anapata matatizo, mitihani, hauguswi na matatizo yale, basi ujue ndugu yangu uko mbali kabisa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa kweli ndugu zangu. Hakuna kitu kikubwa kama kumlisha mwenye njaa, kumshibisha mwenye njaa. Hichi mlichokifanya kuleta hichi chakula kwa huyu binti, mashaallah atakula yeye na bibi yake pamoja na wadogo zake kwa masiku kadhaa. Huyu binti ni yatima, anasoma darasa la 7. Mambo mengi anahitajia uniform, anahitajia viatu. Kama mnavyojua binti anapofikia darasa la 7 anaelekea kwenye ukubwa. Kwa kuna mambo mengi anakuwa anayahitaji, maskini anakosa. Kwa tunaomba wale ambao mtaguswa na hali za wale wasiojiweza, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujitahidi na 100, 200, 300 tuweze kumsaidia. Lakini kubwa zaidi ni la makazi. Hawa wanaishi sehemu ambayo wamestiriwa. Kama leo mwenyewe anaamua kuja kusema nahamia katika nyumba yangu, hawa hawana makazi, hawana pa kukaa. Huu ndio ukweli na uhalisia. Kwa hiyo kwa yoyote atakayetaka kujiridhisha juu ya haya tunayozungumza, basi insha Allah Maula jalla jalaluhu aungane na sisi ili tuweze kumleta mpaka eneo la tukio ambapo yupo huyu yatima, yeye na wadogo zake, na ataweza kujionea. Tunaomba ikiwa tumechangia chakula hichi insha Allah ambacho kinaweza kikachukua mwezi mmoja pengine kikawa kimekwisha, basi insha Allahul Karim tujitahidi wakati mwingine kuchangia zaidi ili aweze kupata chakula. Lakini pia na baadhi ya mahitaji mbalimbali, ikiwa vitu vya shule na nguo kadhalika vile vile, insha Allahul Karim. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri na awalipe kila lenye baraka wote ambao mmejitahidi kutoa 100, 200 katika kulifanikisha hili. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie hili likawe katika mizani ya mema yenu siku ya mwisho, siku ya kiyama, na ajalie kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni asbabu ya kupata radhi zake. Mimi ni ustadhi wa huyu binti ambaye ni yatima, na vile vile mwenzangu hapa Ustadh Ramadhani, wote kwa pamoja tunashirikiana katika kumfundisha masomo ya dini huyu binti. Ustadh Omar hapa amemaliza kila kitu. Ndugu zangu, huyu binti ni yatima. Ni yatima wa baba na mama vile vile alishafariki. Analelewa na bibi yake. Bibi yake amekuwa ni mtu mzima zaidi, na bibi peke yake ndo anahangaika kulea huyu mjukuu wake na huyu na wadogo zake. Kwa hiyo tunatoa shukurani kwa wote ambao wametoa sadaka hii, na vile vile kama alivyoelezea Ustadh Omar, bado tunaendelea kuwataka Waislamu na wengine kwa ujumla kuweza kumsaidia huyu binti pamoja na wadogo zake na bibi yake. Wanaishi katika mazingira magumu mno. Sisi ndio tunawafundisha na hali zao tunajua. Lakini kubwa zaidi kuliko yote, makazi hawana. Wamewekwa katika nyumba ya mtu hapa, wakati wote mwenyewe akitaka jengo lake hawana pa kwenda. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye atakuwa yupo tayari, atakuwa na uwezo wake kuweza kuwasaidia, kuwapatia hata jengo labda la vyumba 2, 3 kuweza kuwastiri hapa duniani, basi itakuwa ni vizuri zaidi, na inshallah Allah atakulipeni. Sina la ziada, lakini tunashukuru sana kwa kuweza Waislamu au wengine wote kuweza kutoa hii sadaka na kuweza kumsaidia ubiti na ndugu zake, na wengine vile vile tunakuombeni muendelee kumsaidia huyu binti kwa sababu ni yatima na yeye anaelewa na bibi yake kama nilivyoeleza, na wadogo zake, na hali ya maisha kwa ujumla ni ngumu sana.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi ndiye yule binti mlionisikia, ni mtoto yatima, ninaishi na bibi pamoja na ndugu zangu, na nawashukuru Waislamu wote waliochangia hiki chakula. Nitaweza kula mimi pamoja na ndugu zangu waliopo na uishi nao katika mazingira haya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.